ibada ikikolea, kama ni wamama wana mawigi waga wanayapotezago, na shangaa anampa mtoto nyonyo anyonye, mtoto anamkataa kwa sababu mtoto kazoea kumuona na wigi. Anashangaa huyu jamaa wa wapi, wigi limedondoka kule, hajui hata wigi limedondokea wapi. Hizo ndo ibada, kwa sababu katika eneo ambalo ukimwona mwanamke wigi limedondoka hajajifanyisha, wanawake watafanya ujinga wote, lakini hawataruhusu wigi lidondoke kutoka kichwani, kwa sababu wanajua nywele zinazokuaga ndani zimefichwa na wigi waga zinza aina gani. Ukimwona mwanamke kabubujika mpaka wigi limedondoka namna hii, elewa kweli mzee wa siku yupo. Mtu yote anayekutana na uwepo wa Mungu, ibada ikijaa nguvu za Mungu halisi, hautaanza kukumbuka kwamba mimi suti yangu ni nyeupe, hapa pachafu sana, ngoja nisubiri. Unakumbuka unaweka mpaka leso, unataka kupiga magoti, unasikia kusujudu, unasikia kupiga magoti, unatanguliza leso kwanza, ndio Bwana. Uongo, toka hapo, soka hapa. Kamuulize Danieli alivyokutana na malaika mwenye uwepo wa Mungu. Anasema nilivyomwona ule malaika sikusaziwa nguvu ya aina yoyote, alafu ndani yangu sikuona uzuri wa aina yoyote, bali nilianza kuona uharibifu. Maana alijiona yeye si kitu aliposimama mbele ya utukufu wa Mungu. Reboko tamashikara brigadia. Na hakukuwa na uzuri ndani yangu isipokuwa uharibifu. Amekutana na utakatifu wa hali ya pekee.